Naye waziri wa fedha John Mbadi sasa anataka mabunge yote mawili kuangazia marekebisho ya katiba ili kupunguza gharama ya serikali na mzigo mkubwa wa mishahara. Mbadi ambaye alikuwa mbele ya kamati ya bunge ya bajeti hapo jana ameonya kwamba huenda uchumi wa nchi usiweze kumudu gharama hii ya juu na kwamba kati ya mapendekezo ya bajeti ya shilingi trilioni 4.7 pesa nyingi zinatumika kulipia mishahara kama anavyotuarifu Jimmy Mbogo. Wizara ya Hazina Kuu ya Kitaifa inapendekeza bajeti ya shilingi trilioni 4 ya mwaka wa kifedha wa 2026 na 27. Kati ya fedha hizo, serikali itatumia shilingi trilioni 3.4 kwa mishahara na matumizi yake, huku miradi ya maendeleo ikipokea shilingi bilioni 749.5 na serikali za kaunti kutengewa shilingi bilioni 495.5. Aidha, Wizara ya Fedha itatenga shilingi bilioni 2 za hazina ya dharura. Kulingana na waziri wa fedha John Mbadi, kufuatia hali hii kutakuwa na upungufu wa shilingi trilioni 1.1 kwenye bajeti. Pengo hilo litajazwa na mikopo ya nje ya nchi ya shilingi bilioni 225.5 na mikopo ya humu nchini ya shilingi bilioni 890.4. Chairperson, to realize these fiscal outcomes in the financial year 26-27 budget, the government will continue to pursue a prudent fiscal consolidation anchored on sustainable domestic revenue mobilization through targeted tax policy and administrative reforms, rationalization of non-essential expenditure, strengthened expenditure control, and improved spending efficiency. Waziri akisema fedha zitakazotumika kwa mishahara na matumizi mengine ya serikali ni juu sana na kwamba bunge linapaswa kuangazia marekebisho ya kikatiba ili kuwapunguzia Wakenya mzigo huu mkubwa. I have been a proponent of devolution. And I dare say this, it's not working. I dare say this, it's not working. And you know it's not working. We're only afraid to say because of the politics of the day. The truth is that this constitution is too expensive. This economy will collapse under the weight of our mismanagement and governance challenges. So we need to be very, so to answer Chairman, through Chairman Honorable Kainan, you are the people's, you know, you have a bigger voice now than me. You are the people to start initiating some of these things. Na kuhusu mapigano yanayoendelea kati ya Marekani, Israeli na Iran na athari zake kwa biashara ulimwenguni, waziri anasema serikali itafuatilia kwa makini matukio hayo ili kuhakikisha Kenya haitaathirika pakubwa. Jimmy Mbogo, runinga ya Citizen, Nairobi. Na mtazamaji, na baada